Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Mambo ya Israeli ni mengi ambayo hatuwezi kuyamaliza. Hata kama tukizungumza vipi, hatuwezi kuyamaliza kwa sababu hila na ghiba zinazidi kila siku. Yani kila tukiamka tutakutana na jambo jipya, kila tukiamka tutakutana na jambo jingine. Kwa hiyo hayo ni masuala ambayo yamekuwepo katika maisha yetu. Niliwaambia mazungumzo ya mchana kuwa Israeli ilikuwa imewakamata wanaharakati ambao walikuwa wameamua kuvuka mzingiro uliowekwa, na Israeli ikachukua meli zao na kuwakamata. Sasa tangazo jipya ni baada ya kauli nyingi ambazo zimetolewa na nchi nyingi za Ulaya, zile za maneno, wakishutumu waziri wa usalama wa taifa wa Israel Itamar Ben-Gvir kuhusu kuwadhalilisha watu hao. Unakaa unajiuliza mara mbili tu kuwa udhalilishaji walioshuhudia dunia ni udhalilishaji upi ambao Israel ilifanya. Itamar kumuinamisha yule mwanamke baada ya kusema free Palestine. Kuna kile ambacho hawakifahamu kinachotokea ndani ya Israeli. Kadhia ngapi? CNN waliandika taarifa moja ya uchunguzi ambapo hata waandishi wa habari ile walitakiwa wajiuzulu. Uchunguzi uliofanywa dhidi ya askari wa Israeli waliofanya ubakaji kuwadhalilisha wafungwa wa Kipalestina pamoja na ubakaji. Lakini Israeli hiyo ambayo inaambiwa katika chini ya Ben-Gvir kuwa imefanya udhalilishaji kwa wanaharakati wa Ulaya, huyo aliwasilisha kwenye bunge la Israeli na wakaidhinisha kuwa hivi sasa kutakuwa na sheria ambayo watanyongwa wa Palestina kwa sababu tu Israeli wakimkuta na kadhia ya ugaidi atapewa hukumu ya kifo. Sheria ambayo sasa inatekelezwa ndani ya Israeli na imepitishwa na Ulaya wamekaa kimya kama vile hawaoni lolote. Hiyo haikuwahusu kwa sababu waliokuwa wananyongwa au sheria inayowagusa ni wa Palestina ambao kwa mujibu wa European na Western kuwa hao wana haki ya kufa, na ndio maana vifo vyao kila siku ni vya kawaida. Lakini kunapotokea shambulizi lolote tu linalohusu jamii ya Wayahudi, basi ulimwengu mzima wa magharibi watatoa matamko, ulimwengu mzima wa magharibi watakemea hilo swala, na tafsiri ya ulimwengu itakwenda kuwa hawa watu wanaishi kwenye ubaguzi, kuwa una chuki na Uyahudi. Lakini kuua jamii nyingine na vifo vyao vionekane vya kawaida sio chuki na ile jamii, isipokuwa ni uhalali wa ile jamii kuuawa. Hii ndio dunia ambayo tunaishi. Sasa Israeli baada ya ndugu zake kwanza kuwapigia kelele sana, mlichokifanya sijui nini, wameamua kuwaachilia wanaharakati wote na warudishwe kwenye nchi zao, huku vyombo vyao vikiendelea kushikiliwa. Yani kuwa wao wanaachiliwa wote waondoke. Ni katika kujaribu kukwepa shutuma ambazo labda dunia inazizungumza, hata kama kwa maigizo huenda linawaweka katika taswira mbaya. Lakini baadhi ya vyombo vya habari vya Israeli vimeenda na vile vya Ulaya vimesema kuwa imefika wakati ambao waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anapaswa kumfuta kazi waziri wake wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir. Anapaswa kumfuta kazi. Jeuri ya kumfuta kazi anayo kwa sababu ana wabunge 6 na tayari huko serikali imedondoka. Anawahitaji baada ya hili, ikibidi kama muungano wa upande wa pili inawezekana ikatokea lolote ukashindwa kuunda serikali au vyovyote itavyokuwa, anawahitaji tena katika serikali ijayo. Je, hivi sasa anaweza kumfuta kazi? Hawezi, na ndio maana anaweza akaangalia vitu vinavyofanyika. Juzi taarifa ziliandikwa na vyombo vya habari na ilitajwa kuwa mahakama ya ICC ilikuwa inatafuta waranti ya kukamatwa kwa mawaziri wengine 2 au 3 wa Israeli. Hasa 2 ilikuwa inamkusudia ni waziri wa fedha Bezalel pamoja na waziri wa usalama wa taifa huyu Ben-Gvir na baadhi ya makamanda na maafisa wa IDF. Yani jumla
waranti ya ICC ilikuwa inahitaji kama watu 5 ndani ya Israeli. Sasa ile waranti ilivyokuwa imejulikana, akaizungumza Bezalel kwenye vyombo vya habari, akasema kuwa ninayo taarifa kuwa ICC inaandaa waranti ya siri ya kukamatwa kwangu. Kwa sababu wanaandaa waranti ya kukamatwa kwangu na mimi ninafanya majibu kwa hiyo waranti, ninaagiza kufutwa kwa kijiji cha Kipalestina kimoja ambacho kipo katika eneo lile la E1. Hili eneo la E1 nimewahi kulielezea. Hili eneo la E1 limetajwa katika mkataba wa Oslo kuwa ni eneo la Wapalestina, na wakati ule serikali zote zilizopita za Israeli, ambazo nimewahi kuambia kuwa Israeli haijawahi kuwa na serikali ya mrengo wa kulia mkali kama ya sasa. Always imekuwa na serikali ya mrengo wa kulia wa kawaida na serikali ya mrengo wa kati, mara zote imekuwa hivyo. Kwa hiyo wakati huo utekelezaji wa eneo la E1 ambapo Israeli ilikuwa ikijaribu kutaka kuanzisha makazi ya walowezi, basi Ulaya walikuwa wanamuonya ukijaribu tu, na Uingereza aliwahi kumwambia Israeli kuwa ukianzisha tu makazi ya E1 ujenzi, sisi tutaitambua Palestina. Kwa hiyo kulikuwa kuna nguvu inayosukuma kutoka nje ambayo ilikuwa inajaribu kuzuia mambo haya. Lakini katika kipindi hiki cha waziri wa fedha huyu Bezalel na waziri wa usalama wa taifa Itamar, hakuna kipindi ambacho Israeli imechukua ardhi kubwa zaidi ya Wapalestina katika historia ya kuanzishwa kwake toka wakati huo, nje ya kipindi ambacho wamekuwa na vita. Ukiondoa wakati waliteka vita katika 6 Days War au Intifada au ukisema Nakba, ukiondoa hizo zote, utaona kuwa hakuna kipindi ambacho Israeli wamechukua ardhi kubwa na eneo kubwa la Wapalestina kama kipindi hiki. Kwa sababu gani? Kuna Donald Trump yuko juu, ambaye nchi yoyote itakayotaka kuiwajibisha Israeli katika uamuzi wake, Trump atadili nayo kuwa wewe unataka kufanya nini. Halafu walowezi na wale waliokuwa wakivunja sheria na haki, ambao kiasi kikubwa hata serikali za nje kuna wakati zilikuwa haziwachekei sana, japo kuwa mnanyanyasa, lakini zilikuwa zinaweza kuchukua hatua. Ndio maana unaona serikali ya mwisho ya Joe Biden bado iliweza kuweka vikwazo kwa watu ndani ya Israeli ambao walikuwa wakiua, wengi waliwekewa vikwazo. Lakini ujio wa Donald Trump mzayuni, yeye aliondoa kila kitu, akawaruhusu wafanye kile wanachotaka kufanya. Yani ndani ya Palestina, raia ambaye anamiliki tu uraia au anamiliki asili ya Palestina, yeye ni halali kufanyiwa kitu chochote na Muisraeli chochote bila mashtaka. Hukumu inapitishwa kuwa fulani ni gaidi katika mahakama za Israeli, katika sheria za Israeli. Niliuliza hili swali wakati hukumu yake imepita. Ulaya walifanya nini? Walipiga kelele kidogo afu wakanyamaza, kwa sababu nani anayesema nani ni gaidi? Anayesema ni Israeli. Israeli ndio anamtia hatiani. Sasa Israeli anamtia hatiani Mpalestina kwa kudai haki yake kwa wewe ni gaidi, na kwa sababu amemtia hatiani kwa sheria ya ugaidi, yule anaweza kuhukumiwa kuuawa, au akiwa katika kadhia yoyote anasema kuwa Mpalestina atakapatikana na hatia ya kumuua Muisraeli, basi yeye hukumu yake ni kuuawa. Lakini hiyo sheria haifanyi kazi upande wa pili kuwa atakayeuawa na Israeli ambaye Mpalestina adhulumiwe afanye nini, atakayeuawa yeye hana sheria, yani yeye hashtakiwi, hana kosa lolote. Lakini Mpalestina hata kama atakuwa katika kujilinda baada ya mashambulizi, ikatokea Muisraeli akauawa, yeye Mpalestina atauawa. Lakini Muisraeli alilianzisha hilo, yeye hawezi kuuawa. Sawa. Kwa hiyo wameamua kuwaachilia wanaharakati waondoke. Na wakati huo kuna waranti inatajwa kuwa ICC inaandaa waranti ya kukamatwa Bezalel Smotrich pamoja na mshirika wake Itamar Ben-Gvir, waziri wa usalama wa taifa wa Israel. Hiyo ni waranti ya pili katika kipindi cha miaka 3 baada ya waranti ya kwanza iliyowataja Benjamin Netanyahu pamoja na waziri wake wa ulinzi wa wakati huo Yoav Gallant, ikiwataja na maafisa wa Hamas karibu wote ambao walikwisha kuuawa. Kwa hiyo waranti hai inabaki ya Netanyahu na Gallant, na hii mpya ambayo inawataja Bezalel na Smotrich na baadhi ya maafisa watatu wengine wa Israeli. Hao wote pia wanatajwa katika hili swala, inawezekana. Sasa taarifa ya jioni hii ambayo imeandikwa na vyombo vya habari vingi inazungumza kuhusu andiko lililotolewa au tamko lililotolewa na kiongozi mkuu wa Irani Mojtaba. Anasema hivi:
Kiongozi mkuu wa Irani ametoa agizo kwamba urani ya kiwango cha karibu cha silaha nchini haipaswi kutumwa nje ya nchi, vyanzo viwili vikuu vya Irani vilisema, na kuzidisha msimamo wa Teherani kuhusu moja ya madai makuu ya Marekani katika mazungumzo ya amani. Agizo la kiongozi mkuu Mujtaba Khamenei linaweza kumkatisha tamaa rais wa Marekani Donald Trump zaidi na kuzidisha ugumu wa mazungumzo ya kukomesha vita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani. Maafisa wa Israeli wameiambia Reuters kwamba Trump ameihakikishia Israeli kwamba akiba ya urani iliyorutubishwa sana ya Irani inayohitajika kutengeneza silaha ya atomiki itatumwa au itaondolewa kutoka Irani, na kwamba makubaliano yoyote ya amani lazima yajumuishe kifungu kuhusu hili. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema hatafikiria vita hivyo kuisha hadi urani iliyorutubishwa iondolewe kutoka Irani. Teherani ikomeshe usaidizi wake kwa wanamgambo na wakala, uwezo wake wa makombora ya masafa marefu uondolewe. Maagizo ya kiongozi mkuu wa Irani na makubaliano ndani ya taasisi hiyo ni kwamba akiba ya urani iliyorutubishwa haipaswi kuondoka nchini, alisema mmoja wa vyanzo viwili vya habari vya Irani, ambaye alizungumza kwa sharti tu la kutotajwa jina lake kwa sababu ya unyeti wa taarifa hizo. Viongozi wakuu wa Irani na vyanzo vilivyo karibu vilisema wanaamini kwamba kuiondoa urani hiyo nje ya nchi kutaifanya nchi hiyo kuwa katika hatari zaidi ya mashambulizi ya baadaye ya Marekani na Israeli. Khamenei ndio mwenye usemi wa mwisho kuhusu masuala muhimu zaidi ya serikali. Ikulu ya White House na wizara ya mambo ya nje ya Irani hazikuweza kujibu maombi ya kutoa maoni. Tuhuma kubwa miongoni mwa maafisa wakuu wa Irani kusitishwa kwa mapigano kunafanyika katika vita vilivyoanza mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Irani mnamo Februari 28. Baada ya hapo Irani ilifanya mashambulizi dhidi ya majimbo ya Ghuba pamoja na Israeli, na huku Hizbullah ikijiunga na vita hiyo ambayo inaungwa mkono na Irani. Lakini hakujawa na mafanikio makubwa katika juhudi za amani, huku Marekani ikizuia bandari za Irani na Teherani ikishikilia mlango wa Hormuz, njia muhimu ya usambazaji wa mafuta duniani, na kuathiri mazungumzo yaliyosimamiwa na Pakistani. Vyanzo viwili vikuu vya Irani vimesema kulikuwa na shaka kubwa nchini ikiwa kwamba kusitishwa kwa uhasama huo ulikuwa ni udanganyifu wa kimkakati wa Washington ili kuweza kuunda hisia za usalama kabla ya kuanza tena mashambulizi ya anga. Mpatanishi mkuu wa amani wa Iran Mohammad Bagher Ghalibaf alisema Jumatano kwamba hatua zilizo wazi na zilizofichwa za adui zilionyesha kuwa Wamarekani walikuwa wakiandaa mashambulizi mapya ndani ya Irani. Trump yeye alisema Jumatano kwamba Marekani ilikuwa tayari kuendeleza mashambulizi dhidi ya Teherani ikiwa Teherani haitakubali makubaliano ya amani, lakini alipendekeza Washington inaweza kusubiri siku chache ili kuweza kupata majibu. Pande hizo mbili zimeanza kupunguza mapengo, vyanzo vilisema, lakini mgawanyiko mkubwa zaidi unabaki kuhusu mpango wa nyuklia wa Teherani, ikiwa pamoja na hatma ya akiba ya urani iliyorutubishwa na hitaji la Teherani kutambuliwa kwa haki yake ya urutubishaji. Sasa, mmeielewa hii taarifa? Mmeelewa hii taarifa inayosema kiongozi mkuu wa Irani Mujtaba Khamenei anasema kuwa urani ya kwao iliyorutubishwa haiwezi ikaondoka kwenye nchi yao. Hiyo ndio taarifa. Sasa hii ndio inapozidi kwenda kuweka gepu kubwa kabisa ambalo lilikuwa limekusudiwa. Yani gepu kubwa kabisa ambalo lilikuwa limewekwa kati yao, ambalo kuwa unaweza kusema kuwa ambao ilikuwa imesema kuwa ndio wanachokisema. Israeli wanasema kuwa kama haitaondolewa urani, kama Irani hatoacha kusaidia washirika wake, kama uwezo wa makombora ya Irani hautomalizwa, Israeli haiwezi ikahesabu kama hii vita imemalizika. Hicho ndio wanachokizungumza wao, wanasema hivyo. Sasa taarifa hii ambayo imetolewa na imeandikwa na vyombo vya habari ikiwemo Reuters, ikiwemo vyombo vya habari vingi kadhaa vya magharibi vimeizungumza hii taarifa. Hii inaashiria kwenye ugumu. Jioni nilikuwa naongea na ndugu yangu mmoja, ananiuliza unaonaje hapa ilipo? Kwa kweli nilimwambia kuwa sina jibu linalonipa hapa nilipo. Sina jibu
la kukuambia huu mgogoro unakwenda wapi, kwa sababu sioni dalili yoyote inayonionyesha kuwa huu mgogoro utaweza kwenda kupungua hivi karibuni. Japo kuwa inawezekana kuna shinikizo la pande zote, lakini ukitazama hali halisi inavyosoma, inasoma kivingine kabisa, kwa sababu tamko hili ambalo limetolewa na kiongozi mkuu wa Irani linaashiria tu kuwa bado kwenda mbali. Hata pale Irani inapotoa taarifa kuwa wana review ya proposal mpya iliyopelekwa na Marekani, kwa hivi sasa tayari wanakuambia kuwa urani haitaweza kutolewa, na wakati huo upande wa pili wanataka kuhesabu ushindi wao katika point walizoziweka kuwa ni lazima urani itoke. Ndio sehemu ambayo Marekani anahisi kuwa ikiwa hii itatoka ndio tunaweza tukahesabu kuwa huu ni ushindi, na Irani wanakuambia huu hauwezi kupatikana ushindi katika njia hii. Sasa wakati tunayaangaza hayo, au wakati tunalisubiri hilo, au wakati tunasikia hizi taarifa iliyoandikwa na CNN inasema hivi: Irani tayari imeanzisha upya uzalishaji wake wa ndege zisizo na rubani wakati wa mapigano ya wiki 6 yaliyoanza mapema Aprili. CNN imeripoti Alhamisi ikinukuu vyanzo viwili vilivyofahamu tathmini za kijasusi za Marekani. Ujasusi wa Marekani umeonyesha kuwa jeshi la Irani linajenga upya kwa kasi zaidi kuliko ilivyokadiriwa awali. Ripoti hiyo iliongeza ikinukuu vyanzo vinne. Kujengwa upya kwa uwezo wa kijeshi wa Irani kunaripotiwa kunamaanisha kwamba Irani inasalia kuwa tishio kubwa kwa washirika wa kikanda iwapo Trump ataanza tena kampeni yake ya mabomu, kulingana na vyanzo vinne vinavyofahamu ujasusi huo. Mmoja wa vyanzo hivyo aliambia CNN kwamba baadhi ya makadirio ya kijasusi ya Marekani yanaonyesha kuwa Irani inaweza kujenga upya kikamilifu uwezo wake wa kushambulia kwa kutumia ndege zisizo na rubani ndani ya miezi 6. Kulingana na ripoti hiyo, mambo mengi yalichangia uwezo wa Irani kujengwa upya kwa kasi zaidi kuliko ilivyotarajiwa, ikiwa pamoja na usaidizi iliyopokea kutoka kwa Urusi pamoja na Uchina. Kwa mfano, China imeendelea kuipa Irani vipengele wakati wa mzozo ambavyo vinaweza kutumika kujenga upya makombora. CNN iliripoti, iliongeza kuwa ingawa hilo huenda limepunguzwa kwa kizuizi kinachowekwa na Marekani baharini, lakini Rais Donald Trump wa Marekani Jumatano alisema Marekani iko tayari kuendelea na mashambulizi zaidi dhidi ya Teherani ikiwa Teherani haitakubali makubaliano ya amani, lakini alipendekeza Washington inaweza kusubiri siku chache ili kuweza kupata majibu sahihi. Sasa taarifa hii ni mwendelezo wa taarifa ambazo zinatolewa kila mara. Inasema kuwa Irani imerejesha uwezo wake wa hali ya juu wa kutengeneza droni, na inadai kuwa uwezo wake ilionao kwa hivi sasa ni uwezo ambao inawezekana ikasimama kwa miezi 6 kwa kutumia droni ambazo ilizonazo. Ina uwezo wa kuendeleza vita kwa miezi 6 zaidi, kwa taarifa hii inavyosema. Taarifa hii inakuja sambamba na ile taarifa niliyokusomea wiki jana ambayo iliripotiwa na ikiwemo na The New York Times na magazeti mengi ya upande wa pili wa Marekani kuwa Irani imerejesha uwezo wake wa hali ya juu wa makombora, ikisema angalau kwa zaidi ya 70% uwezo wake wa makombora uko sawa, na imeweza kurejesha uwezo wake wa vituo vyake vya mashambulizi kwa zaidi ya 90%. Kwa hiyo unaweza ukaichukua hii taarifa. Wakati tunazungumza kuwa Marekani anafanya hadaa kupoteza muda katika hili huku akijiandaa na kufanya mashambulizi upya kwa Irani, sidhani kama na Iran na wao walikuwa wamesinzia. Bila shaka na wao walikuwa kwenye project ambayo alikuwa akifanya Marekani, na wao walikuwa nayo hiyo project kuwa ya kujipanga upya ili waweze kurejea upya ikibidi wakati utapowadia kurejea. Sasa hizi tathmini ambazo zinatolewa na Marekani na tathmini ambazo zinatolewa kwingine na kile ambacho Irani wanakichukua, mfano walichokisema jana kuwa mara hii tutarejea katika vita ambavyo sio tu kuwa tutapigana kwa eneo tu la Ghuba, isipokuwa hii vita tutapigana nje ya Ghuba, yani tutacheza nje ya kikanda. Kwa hiyo ukichukua hii tathmini, ukachukua kile kinachozungumzwa na Irani, ukaoanisha, utaona kuwa ni ukweli hii dunia tunapokwenda ni sehemu ngumu sana. Niliwahi kuambia kitu kimoja kuwa hawa wanaokutuma mission, yani wanaokupa hii kazi, mfano kazi aliyopewa Trump, unaweza kusema okay, Epstein files blackmail, unaweza kusema hivyo kuwa wameblackmail na file. Lakini hii kazi huwezi kusema kuwa hii nchi Netanyahu ana uchungu nayo kwa sababu ya Israel, kwa sababu yeye ni Myahudi. Wanaomtuma hii kazi nyuma yake mara kadhaa, unajua hizi mission ziko ni kama mission zile za kimafia. Unaweza ukapewa mission bana, nenda kamuue mtu fulani,
hakikisha umekamilisha hii mission hivi na hivi. Sasa umetumwa ile mission imeenda kufeli, na katika kufeli kwako wewe, matokeo yake wewe utakufa na wengi. Unaweza kuona kuwa kuna mtu anaweza kutumwa kuwa hata haelewi ile mission ilivyo, lakini anapewa mission tu kuwa kammalize fulani. Anakuja anakumaliza ye kwa malipo ya kulipwa bila kujua kwa nini kakumaliza. Ye katumwa tu kutekeleza mission. Kwa hiyo anakumaliza kwa sababu wewe ni hatari kubaki, kwa sababu kazi tulio kukupa ukaifanye umeshindwa. Kwa hiyo wewe tukiendelea kukuacha ni hatari kwetu. Kwa hiyo tunaamua kufa, yani tunakuondoa wewe mapema. Nilishawaambia kuwa kadri siku zinavyokwenda na Marekani inazidi kuwaka na kuungua, na kadri siku zinavyokwenda Israeli inaendelea kuteketea katika kipindi hiki, mwisho wa watu waliowatuma hawa watu wataamua kumaliza kazi wao kuwa kwa sababu Marekani ipo, Trump ataondoka, Marekani ipo, Israeli ipo, Netanyahu ataondoka, kuwa nchi zitabaki kuwepo, lakini hawa wataondoka. Je, tuwaruhusu waendelee kuzikaanga hizi nchi kwa sababu tu ya kulinda nafasi zao? Unabaki unajiuliza tu, je, inawezekana kubaki? No. Mwisho waliowatuma watafanya maamuzi kuwa tukiwaachia hawa watatafuna hizi nchi, hazitokuwepo. Matokeo yake na wao hawatokuwepo. Kwa hiyo tunafanya nini? Toeni sababu. Mwisho wataondolewa wao, iwe kwenye uchaguzi, iwe kwa njia nyingine wanazojua, lakini wao waondolewe kwenye hizo nafasi ili kuweza kuzinusuru hizi nchi. Kwa sababu ukiangalia mbele kama kuna giza, unakwenda kufanya nini? Utatumbukia kwenye mashimo. Lazima utafute mwanga wa kwenda mbele ili utembee vizuri katika njia. Kwa hiyo mwisho wa yote, walioagiza hili swala watatafuta njia ya kuweza kunusuru ili waweze kupata huo mwanga ambao utaashiria ishara nzuri zinazokwenda huko mbele. Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja.